Karibu Tabora, karibu Toronto. Ujumla wa itifaki ni uwakilishi wa tabia njema kwenye mambo mbalimbali ambayo mwanadamu anatakiwa kuyafanya. Iwe ni kuongea, iwe ni kula, unakutana na nani, ufanye nini, lazima ujue pia mipaka yako. Kuanza kwa mwaka 2026 kunafungua ukurasa mpya kwa watendaji na watumishi ofisi kuu ya Askofu Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora kupitia semina maalumu ya utulivu iliyoanza kwa neno la Mungu na kisha somo kuhusu itifaki kwa watumishi wa kanisa pamoja na masuala ya uongozi na utawala. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa sababu mnajua ya kwamba tabu yenu sio bure. Nilikuwa nikisema jana kanisa kuu, nikasema watu wanaojua kwamba tabu yao sio bure sio wengi, kwamba hii kazi wanaoifanya hawataabiki bure sio wengi. Na ndio maana wengine hata katika kutoa michango na sadaka zao wanataka waonekane, wasifiwe, wapige makofi. Na kama kweli unahitaji kumtumikia Mungu kwa nguvu zako, kwa mali zako, ufanye bure, kuna faida. Na kuna mambo mengi ambayo yanatutikisa katika kipindi hiki. Yanatutikisa wakati mwingine, tunatikiswa na siasa za nchi hii na nchi nyingine duniani. Siasa zinatutikisa sana. Wakati mwingine tunatikiswa na mambo ya uchumi. Kuna mambo mengi sana yanatutikisa. Yanatutikisa sisi, yanatikisa imani zetu. Lakini anasema muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Mungu. Kwa sababu mnajua kwamba kazi yenu sio bure. Sisi hata tunapoanzisha shule, tunapoanzisha vituo vya afya au hospitali, madasisi yale ni hospitali, lengo letu kusema ukweli ni kupeleka Injili. Lengo letu kupeleka Injili. Hatuna jambo lingine zaidi ya kupeleka Injili. Tunasemaga 3 legs stool. Kazi ya uinjilisti ni 3 legs stool. Kupeleka Injili kwa vitendo. Watu wafunguliwe, wasome, waelewe, wawe na uwezo wa kufikiri. Watu wasipokuwa na uwezo wa kufikiri, wanaanza kufanya jambo la ajabu sana. Lakini watu waliosoma wanaelewa, wanaweza kufikiri. Kazi ya kuhubiri Injili ni kazi ambayo Mungu aliiweka kwa mwanadamu. Alimuumba kwa mwanadamu ili akahubiri Injili. Na Injili ni nini? Injili ni habari njema. Habari njema ya wokovu wa mwanadamu. Kwamba Mungu alimuumba mwanadamu amtumikie na akampa mamlaka na uwezo mkubwa wa kusimamia na kuongoza viumbe vingine ambavyo Mungu aliviumba. Dr. Roni aliwahi kusema, akasema kama mwanadamu asingeumbiwa akili, ndiye kiumbe dhaifu kuliko viumbe vyote duniani. Kwa sababu mwanadamu hata hana makucha, hawezi kujitetea kwa kucha zake wala kwa meno yake. Mwanadamu anajitetea kwa akili. Yaani ni kwamba mwanadamu kama sio akili, hata paka humshindi. Mwanadamu nje ya akili, mwanadamu ni kiumbe dhaifu sana. Paka ana kucha, anaweza akakularua vibaya kwa kucha zake. Simba ana kucha, ana meno, anaweza akakularua vibaya. Lakini mwanadamu hana kucha, hana meno ya kuweza kuleta madhara yoyote kwa mtu yoyote au kwa kitu chochote. Na ni kwa sababu hiyo tunaendelea kuhimizwa tusitikisike wala kutikiswa na kitu chochote, kwa sababu Mungu ni pamoja nasi. Jina la Bwana libarikiwe. Mchungaji Kanoni Lucas Ngasa Chuma, katibu mtendaji Dayosisi ya Tabora, hapa anaeleza kwa undani juu ya hiki kinachofanyika leo mahali hapa. Jambo ambalo limefanyika leo tarehe 2 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 ni moja kati ya utaratibu tulionao katika Kanisa Anglikana Dayosisi ya Tabora. Hapa nazungumzia swala la utulivu kwa watumishi ambao wapo katika makanisa yetu ya hapa Tabora Manispaa, lakini taasisi zetu ambazo ziko hapa Tabora Manispaa pamoja na vituo vingine tulivyo navyo kama kituo cha afya, shule na wafanyakazi wa ofisi kuu. Unajua ni kweli tunaajiriwa kwa nyakati tofauti, lakini kuna wengine ambao wameajiriwa hivi karibuni na wengine walitoka. Kwa hiyo wale ambao wameingia hivi karibuni wanakuja kupata kile ambacho ni utaratibu wa kanisa, utaratibu wa diocese, ambacho kinawasaidia ni kama kupewa mwongozo wa majukumu yao ambao wanayafanya. Lakini hata wale ambao walihudhuria tulivu uliopita kwa miaka iliyopita, kuanzia tu mwaka jana 2025, 2024, hao wanakumbushwa tena wajibu wao, na hivyo
wanakuwa kama panga ambalo lilikuwa lina ubutu, sasa limenolewa, limekuwa kali katika kufanya kazi. Kwa miaka kadhaa sasa, utulivu huu umekuwa ukihudumiwa na maaskofu mbalimbali au hata wabobezi katika masuala ya Biblia na imani. Lakini kwa mwaka huu 2026 hali ni tofauti kama ilivyozoeleka. Ni kweli sisi mara zote tumekuwa tukialika askofu kutoka madayosisi mbalimbali, wanakuja kutoa utulivu ama kutoa somo maalum katika utulivu. Lakini kipindi hiki tuliona tumwalike ndugu yetu Afande George Mpinga ili aweze kutufundisha swala la itifaki. Na hii ni baada ya kuona kwamba katika eneo hilo bado tuko nyuma. Tunafanya mambo mengi kimazoea kama watumishi katika idara, taasisi zetu na hata kwa wachungaji katika maparishi yetu. Kuna namna fulani ambayo tunajikuta tunashindwa kumfuata utaratibu, nani anatakiwa afanye nini na wakati gani. Hilo lilikuwa ni tatizo. Lakini sasa kupitia mafundisho haya ya itifaki kupitia George Mpinga, sisi tumepata kitu cha maana sana. Ni dhahiri kuwa mazuri yaliyofundishwa katika utulivu huu yatakuwa mwanga katika kuzidi kutumika na kutenda mema kwa kanisa na jamii nzima inayohudumiwa na watumishi hawa. Tumejifunza kwa kweli mambo mengi, ni sehemu nyingi ambazo tulikuwa tunakosea, lakini leo nimeweza kujifunza vizuri. Kwa mfano, tulikuwa tumezoea tukiona gari la baba askofu tunasimamisha, tunaomba lifti, lakini kumbe tulikuwa tunakosea, na tumejifunza kweli leo katika itifaki. Kumbe hairuhusiwi kuomba lifti kwenye gari ya baba askofu, kwa sababu ile ni gari ya ofisi, anakuwa yuko kiofisi. Kwa hiyo leo nimejifunza na nimeelewa kwamba kweli siwezi kuomba tena lifti kwenye gari la baba askofu. Nitakwenda kufanya mabadiliko ili niweze kwenda vizuri kama itifaki nilivyojifunza. Lakini kwa nini itifaki ndani ya utumishi wa kanisa inafundishwa na kutiliwa mkazo kwa sasa? Ni wazi kwamba makanisa nayo yanakuwa na utaratibu wake. Kuanzia kwenye vyuo wanavyofundishwa, ndio huo utaratibu wanatakiwa kuishi pia hata kwenye maeneo yao ya kazi. Kwa hiyo mkazo mkubwa sasa hivi mimi nimejikita kuwaelimisha na kutoa maarifa haya kwa viongozi wa kanisa ili pia nao waende kwenye utaratibu ule ambao unatakiwa. Maana hata Mungu ameagiza kwenye vitabu vyake kwamba kila kitu kifanyike kwa utaratibu. Askofu ni nafasi inayotokana na kuwahudumia watu kwenye eneo fulani la kidayosisi. Kwa hiyo pamoja na kwamba mlikuwa na mazoea ya urafiki mwanzo kabla mchungaji huyo hajawa askofu au hajawa kwenye hiyo nafasi, mara tu anapokuwa kwenye nafasi ya uaskofu mipaka inabidi ipungue. Kwa mfano, kupiga simu kwa askofu inabidi kuwe na utaratibu wake. Kumuona askofu ana wasaidizi wake, ili umfikie yeye lazima upite kwa wasaidizi, kwa sababu unaweza ukamuona huyo kiongozi kwa shida ambayo inawezekana ikatatuliwa na mchungaji wa parishi au mchungaji wa eneo husika. Kwa hiyo kwa askofu kuna wakati mwingine kutokana na itifaki anakuwa na mipaka yake ya kumuona, anakuwa na mipaka yake ya mazungumzo, anakuwa na mipaka yake ya kufanya mawasiliano. Sio muda wote baba askofu unaweza ukamfikia kwa namna yoyote ile. Kwa nafasi alionayo anakuwa na mipaka inayobebwa na nafasi alionayo. Kwa hiyo waumini wanabidi pia wajue mipaka ya kumfikia askofu na wajue nini wanatakiwa kufanya na nini hawatakiwi kufanya kwa sababu ya nafasi alionayo huyo askofu. Jangwe Kakopa, afisa tawala kituo cha afya Mtakatifu Filipo, anakiri kuwa utulivu huu umekuwa na faida kubwa sana kwake kulingana na nafasi anayoisimamia. Kwa kweli kwenye utulivu wa mwaka huu kwangu mimi binafsi umekuwa wa tofauti sana sana. Kwa mara ya kwanza nimefundishwa somo la itifaki. Ninaelewa kwamba ninapowapokea wageni wanapokuja ni muhimu kutambua nafasi zao, kujua mipaka yao. Na hata ninapokuwa nimewapokea ninajua sasa nani anapaswa kusimama wapi, nani asimame mkono wa kulia, nani asimame mkono wa kushoto. Nimejifunza kwamba ukivaa tai nyekundu mahali penye wageni unaonekana kama wewe ndio mgeni rasmi. Na hii kwa taasisi zetu ni muhimu kwamba tunapokuwa tunaandaa matukio mbalimbali
ni muhimu kuwa na picha kamili, utambulisho wa mgeni rasmi anapaswa kuonekana namna gani, na apewe maandalizi na nafasi yake kulingana na muonekano pia, japo alishatambulika kwenye mwaliko. Kwa mwaka 2026, neno kuu linalowaongoza Wakristo Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora ni kutoka Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58 usemao, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Kwanza natembelea neno lile lile ambalo Baba Askofu ametupatia siku ya tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Sisi wote tunahitaji kudumu katika kutenda kazi ya Bwana, na hilo ndio wazo kuu. Na kwenye kutenda kazi ya Bwana kuna changamoto nyingi, lakini changamoto zisiwe kikwazo cha kutuzuia kutenda kazi ya Bwana. Kila mmoja katika maeneo yake. Unajua, Mkristo mlei wa kawaida ana eneo lake, mimi mchungaji na eneo langu, mimi kama mtendaji wa ofisi kuu ya diocese na eneo langu katika kumsaidia Baba Askofu masuala ya utawala. Sasa kila mmoja akizingatia wajibu ambao amepatiwa na kanisa, amepatiwa na Mungu, iwe ni mwalimu, iwe ni nesi, iwe ni daktari, basi utaona kazi zinakwenda vizuri katika mwaka huu wa 2026. Kumalizika kwa utulivu huu sasa ni kila mmoja kwenye eneo lake akaimarike na kutenda kazi ya Bwana kwa kuzingatia yale yote yaliyofundishwa na kuelekezwa mahali hapa. Kwa upande wa itifaki kwa kweli tumesaidiwa pakubwa, na hasa tunapokuwa katika mkao, tunapofanya utambulisho, wakati mwingine tumekosea sana. Huwezi kujua usimame vipi, ukae vipi. Tumejua hapo kwamba kiongozi wako yeyote lazima awe kulia kwako. Ni vizuri kufuata utaratibu. Jifunze utaratibu wa taasisi yako, ujue vizuri kwa usahihi ili uishi vizuri, ili uishi kwa utaratibu ambao unaendana na taasisi yako na katika jamii ambayo unaishi. Karibu Tabora, karibu Toronto.